Chama cha Mapinduzi wilaya Mbinga kimepokea utekelezaji wa ilani ya chama hicho katika wilaya hiyo, ambapo miradi mbalimbali ya maendeleo imetekelezwa ikiwemo miradi ya afya, elimu, maji na miundombinu ya barabara. Akisoma utekelezaji wa ilani katika wilaya Mbinga, mkuu wa wilaya hiyo Mheshimiwa Kisare Makori amesema katika sekta ya maji wilaya Mbinga ina mahitaji ya jumla ya lita milioni 5.4 na serikali imetekeleza mradi mkubwa wa maji ambao unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.6 ambao utatekelezwa katika halmashauri ya Mbinga mji na utatekelezwa kwa muda wa miezi 12. Tangi ya maji kwa ujumla ni lita milioni 5,478,000 kwa ujumla. Lakini niseme kwamba katika kipindi tunachowasilisha taarifa yake ya utekelezaji upo mradi mkubwa wa uboreshaji wa upatikanaji wa maji katika halmashauri yetu ya Mbinga mji wenye thamani ya shilingi bilioni 4.6 ambao unajumuisha kata zetu 8. Na mradi huu ni wa kipindi cha miezi 12. Ulianza kutekelezwa tarehe 26 mwezi wa 3 2025 na ilitakiwa kufika tarehe 25 mwezi huu huo umekamilika. Mradi huu utakapokuwa umekamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti, upatikanaji wa huduma ya maji kwa maana ya Mbinga mji utakuwa umefikia 97%. Tayari vifaa kuhusiana na mradi huu viko site, na hata katika hili pia kamati ya siasa ya mkoa ilipofanya ziara ilitembelea mradi huu na kuona maendeleo ya utekelezaji wake. Lakini kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Mbinga nianze kwa kusema kwamba wastani wa upatikanaji wa maji ni 73.3. Akipokea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika wilaya Mbinga, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mbinga ndugu Joseph Augustino Mdaka amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya mambo makubwa, ambapo kamati ya siasa ya wilaya Mbinga imetembelea na kukagua miradi ambayo imetekelezwa katika wilaya hiyo. Serikali yetu imefanya mambo makubwa, na sisi kamati ya siasa wiki iliyopita tulipata nafasi ya kukagua baadhi ya miradi. Tunashukuru sana Mheshimiwa DC kwa usimamizi mzuri. Tulipitia baadhi ya miradi inaenda vizuri, na tuwapongeze pia wakurugenzi kwa usimamizi wa ile miradi. Miradi mingi tuliyoipitia imesimamiwa vizuri na ipo kwenye hatua nzuri. Ipo ambayo imeshakamilika na ipo ambayo ipo kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa DC kwa usimamizi, lakini pia tunawashukuru sana waheshimiwa wakurugenzi pamoja na wataalamu wao kwa usimamizi mzuri wa miradi ile ili kuhakikisha huduma zile za kijamii zinaendelea. Lakini chukua nafasi hii kumshukuru sana pia Mheshimiwa Rais wetu, kwa sababu hayo tunayosema pengine tusingesema kama sio rais kumwaga hela kutosha kwenye ile miradi au kwenye wilaya yetu. Tumshukuru sana Mama Samia kwa kazi kubwa. Nao baadhi ya wajumbe wa halmashauri kuu ya wilaya Mbinga wamesema wameridhishwa na utekelezaji wa miradi katika wilaya hiyo, hususan utekelezaji wa miradi ya afya. Wametuletea asilimia nzuri sana kiserikali. Toka pale tulivyokuwa 100 wanatuambia sasa tumebaki na 5. Maki bado udhibiti umekuwa mkubwa. Maki serikali imefuatilia mpaka kufikia hapo, na bado operation inaendelea kuhakikisha wanadhibiti na wananchi wanaendelea kuishi kwa amani. La kwanza tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutushushia miradi kada tofauti, kada ya elimu, kada ya afya, lakini pia hususan maji, barabara. Tunashukuru wilaya yetu ya Mbinga kupitia ilani ya utekelezaji siku ya leo imesomwa na Mheshimiwa Kamisa wa chama chetu mkuu wa wilaya. Tumefurahishwa sana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kata nyingi tumeona zimeingia pesa za kutosha, hususan kupitia elimu, lakini pia kupitia mkakati wa kata 8 za halmashauri ya Mbinga mji wa Mbinga tumepata mradi mkubwa. Mimi kwa ujumla nimefurahi kama alivyotoa taarifa mkuu wa wilaya, kama ni kweli kwamba vifo kwa kina mama vimepungua kwa asilimia kubwa kutoka 100 kufikia 5 au 3. Sisi kama viongozi tumefurahi,
tumefurahi na tuwaombe tu waendelee kutoa yale mahitaji yanayohitajika ili vifo viweze kufikia mwisho.